Mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa shule ya sekondari Nela wilayani Kwimba mkoani Mwanza amepewa siku 10 kukamilisha ujenzi wa madarasa 8 pamoja na matundu 16 ya vyoo ili kuwawezesha wanafunzi kuanza masomo kwa wakati. Agizo hilo limetolewa na Mkuu wa Mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda wakati wa ukaguzi wa maendeleo ya ujenzi wa shule hiyo iliyopo katika kijiji cha Nela. Mradi huo unaotekelezwa na kampuni ya Milo Group of Company ambao unagharimu shilingi milioni 267.05. Katika ukaguzi huo, mkuu wa mkoa amebaini kuwepo kwa ucheleweshwaji na utekelezwaji wa kazi, hivyo akamwagiza mkurugenzi wa halmashauri wa wilaya ya Kwimba kufanya tathmini ya kazi zilizotelekezwa. Nikiripoti kutoka katika chumba cha habari, mimi ni Ganji Mashaka wa Dar es Salaam Tanzanite TV. Na hapa tunapoongea, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, fundi huyu ana mradi huu, fundi ambaye anafanya hapa ana mradi hapa shule kama hii na shule nyingine Mwaneke kule Mantare na haijaisha na tatizo ni hilo la mafundi. Lakini kwa supplier kama alivyosema diwani, kwa taarifa mimi nilizonazo, yule supplier aliyokuwa amepata kazi hii kupitia mfumo ambaye yuko Ungumaru aliondolewa kwa njia ambazo hazikufuata manunuzi. Akawekwa huyu ambaye ana supply hapa yote entire na akawa anaenda kununua pale. Kwa tunalo tatizo kubwa, na mimi nimepita kwenye miradi mingi, unapopita unakutana na haya. Iko shule nyingine nina ushahidi, kuna baadhi ya watu wameniandikia kwa ushahidi ameshinda tenda lakini anaacha kupewa, anapewa mwingine. Kwa hiyo hilo ni tatizo kubwa kwenye upande wa bwana. Mradi huu aliyekuwa ameshinda tenda mara ya kwanza ni nani? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, aliyeshinda mara ya kwanza alikuwa anaitwa Mana Ventures, mtu wa Mwanza. Ikatokea nini? Tenda ilikuwa haija comprise vitu vingi. Kwa sababu gani? Sisi tenda nyingi tulikuwa tukitangaza kwa tulizoanza nazo zinakuwa zina shoot juu, yani mradi haukamiliki. Na maagizo tuliopewa miradi ikamiliki. Tukashauri kwamba tangaza in wide, wengi waombe. Huyu anayemsema diwani alikuwa mtu wa tatu kwenye tenda, hakushinda zabuni. Na kamati ikakaa ikasema itangazo watu wengi waombe. Sasa diwani namshangaa, hata kwa walimu hajaja kuuliza, anabeba vitu kwa juu na kupotosha viongozi. Nani alitangaza tenda, wewe au huyu? Ili nielewe vizuri. Sisi tutangaza tenda kupitia mwalimu wa manunuzi, tukashirikiana na ofisi ya manunuzi. Mara ya kwanza tuliziweka katika segment 3. Kuna vifaa vya ujenzi vile ya kutoka viwandani, kuna madini ujenzi pamoja na ya kupaua. Wakaomba wazabuni wengi akiwemo na huyo Daudi Yegela. Lakini Daudi Yegela kwenye tenda ya madini ujenzi ilikuwa na budget ya milioni 89. Daudi Yegela alikuwa wa kwanza akawa na milioni 93. Wengine wakawa zaidi ya 100. Kwa hiyo tukashauriana na maafisa manunuzi kwamba hizi tenda wote wako juu ya budget. Lakini mwingine aliyefaulu, hamkutoa majibu. Hatukutoa majibu kwamba nani kashinda. Nani kashinda. Tukasema kwamba mrudie upya. Turudie upya. Lakini miongoni wa wale ambao wameomba kwenye vifaa vya viwandani kama Nondo, Boni Ventures, Mana Ventures, yeye ndo alishinda kwa sababu kwa chini ya budget. Katika milioni 18 alikuwa na milioni 17. Ndio tukampitisha huyo. Ndio wakashauri kwamba tupandishe vitu vyote ili viweze kupata mzabuni mmoja. Ndio tukapandisha tukampata huyu Mairo. Hilo limewasaidieni? Leo tumepatana mzabuni ambaye naye hana uwezo. Kwa kweli anakopa kwenye maduka, analeta anakopa kwa yule mliomwacha mara ya kwanza. Hilo unakubali? Yaani tulimwacha kwa sababu alikuwa budget iko juu. Kama budget iko juu na nyinyi mnajua huyu kweli ana hardware kubwa, ana uwezo, si mnamuita? Mnafanya negotiation kwamba uwezo na mradi huu ili uishe, sisi limit yetu ni hapa. Wewe unaonekana kweli uko chini kuliko wengine, lakini wengine si wanajaza tu ujanja. Maana ni nyinyi wenyewe mnaoambia wewe weka 100, wewe weka 300, ili wewe weka 96. Kwa hiyo yule kama kweli mna nia mzuri, mkimuita mnamwambia sisi uwezo wetu ni hapa milioni 80. Hatukufanya hivyo. Na hamkufanya hivyo. Okay. Nondo moja shilingi ngapi? Ya milimita 12. Wewe mwenyekiti wa mambo ya manunuzi na kamati, huwa nondo moja ni shilingi ngapi ya milimita 12? Wajumbe wa ile kamati waje hapa niwaone. Nataka kujifunza kitu fulani. Wewe mjumbe wa kamati. Usiniongezee kwanza. Wajumbe wa kamati wako wapi?
Hakuna wajumbe wa kamati? Wapo. Haya, wewe bana, nondo moja ya milimita 12 inauzwa shilingi ngapi? Na wewe mjumbe mwingine, nondo moja ya milimita 12 bei ya soko ni shilingi ngapi? Wewe kila mimi nataka mjumbe kwa mjumbe. Shilingi ngapi mjumbe? Hujui chochote. Mnakaaje kwenye kikao mkapitisha kwamba nondo zitakuwa milioni 20 wakati hata bei ya nondo moja hamjui shilingi ngapi? Kikao hicho huwa mnatumia utaratibu gani? Kwamba kwa kuwa tu kasema milioni 20, huyu kasema 40, huyu wa 20 ndo kashinda, au huwa mnajua bei ya material? Tunajua kupitia BOQ. Mnajua, ndo nakuuliza sasa, si unajua kupitia BOQ na nyinyi si mmeshawapitisha watu na mradi unaelekea mwisho? Nauliza, nondo moja ya milimita 12 inauzwa shilingi ngapi? Hata hapo sokoni tu Hungumarwa au hapo Ngudu? Hungumarwa 22,000. Na milimita 8? Hujui? Okay. Na ulikuwa unasema nini diwani? Labda nataka tu nisaishe kwa ile mzabuni ambayo kwa amemwacha na mpaka sasa hivi bado wanamwendea, hata vifaa vinavyoendelea na vijana, kuna gari zinapita tofauti. Ni yule ambaye ana uwezo na ambaye ulimwacha, na ndio mwalimu anamwendea kumbembeza, peleka vifaa, anakuja mkuu wa mkoa. Ndio vifaa vimeletwa na yule mwacha. Kwa hiyo leo vinaletwa kwa sababu mkuu wa mkoa anakuja. Tumesoma toka jana tofauti. Mmesoma toka jana. Anakuja mkuu wa mkoa. Kwa hiyo sasa uwezo wa yule mzabuni aliyeachwa na ndani ameshauri hata mtaalamu wangu hapa, masaa zingine wakae tu vizuri ndani yao ya halmashauri ili kuzielekeza kamati ambazo ziko huko chini kutokuzipotosha, kwa sababu kamati zao huko zipo tu kwa ili mradi, maana hazishirikishwe sawa sawa, wako kwa ajili ya kupitisha tu kwamba mradi angalau upitishe, lakini kwenye maamuzi sahihi ya kwamba mradi huu unatakiwa uanzie hapa BOQ wajieleze hawana halmashauri. Huu mradi unaisha lini? Mheshimiwa mkuu wa mkoa tunatarajia tarehe 28. Kwa hiyo wanafunzi wa kijiji hiki watakuwa hawasomi shule mpaka tarehe 28 mwezi wa pili. Tumepanga madarasa 4 yatakamilika kabla ya tarehe 28. Ambao ni yapi na yapi na yapi? Madarasa 2 haya na mengine haya. Okay, ofisi ya walimu? Walimu watakuwa na wapi? Vyoo? Vyoo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na yenyewe tuko hatua ya kufunga renta ndani ya siku 14. Mjenzi wa vyoo ndo huyu? Ni huyu. Kwa hiyo sasa maagizo yangu, tufanye tathmini huyu fundi, kazi alizofanya, pesa anayodai. Kama bado ziko fedha nyingi anazodai, atafutwe fundi mwingine ambaye atapewa jengo moja alimalize. Na hapa ninatoa muda wa siku 10 hii shule iwe imekamilika. Mtaijenga usiku na mchana, mtaijenga kwa namna yoyote ile. Tathmini ifanyike, huyu fundi apewe baadhi ya maeneo ya kumaliza, fedha zake nyingine anazodai waletwe mafundi wengine, wakabidhiwe majengo mengine, waanze kufanya kazi. Ndani ya siku 10 tutakuja hapa kuja kuuzindua huu mradi. Kazi ifanyike usiku na mchana kwa namna ambavyo itaonekana inafaa. Lakini pili, kuhusu huyu mzabuni, yale aliyo supply, kwa sababu amesema mwenyewe gharama huko sokoni inapanda, serikali haiwezi kuongeza fedha. Kwa hiyo kamati mkatakaa leo ifanyike tathmini na wahandisi na nini, pale ambapo amesupply alipwe haki yake, pale ambapo ameshindwa kusupply hiyo kazi, kwa kuwa anataka tumuongeze fedha wakati kamati na serikali ilishatoa fedha, hatuwezi kuongeza fedha, basi maeneo yaliyobakia, huduma zilizobakia wapewe watu wengine, na wala uhitaji hata mambo ya tenda. Nyinyi wenyewe mnachukua fedha mnaenda kununua. Umeelewa? Bora uwe na hoja ya ukaguzi, lakini mradi umefanya nini? Umekamilika. Kwa sababu nyie mnachojifichia kwamba kutakuwa na hoja ya ukaguzi, tutangaze tena. Unatangaza tena kitu gani? Kama mradi kadogo kama haka.
Kwa hiyo sisi tunawapeni siku 10. Wewe mhandisi utashinda hapa na miradi mingine, na kuanzia hizo ndani ya hizo siku 10, afisa elimu wa wilaya utashinda kwenye hizo shule zako. Hautaruhusiwa kukanyaga pale ofisini. Ofisi yako itakaimiwa na mwingine, kwa sababu wewe ulistahili kusimamia hizi shule umalize kwa wakati. Wewe hukutimiza wajibu wako. Mhandisi ulitakiwa kuhakikisha mradi huu unakamilika. Wewe mtu wa manunuzi, wewe ninakuweka pending, nitampeleka kwa rasi, kwa sababu wewe pia ni tatizo katika hii wilaya. Unakwamisha sana shughuli nyingi, na wewe huwezi ukawa natoa kazi kwa watu 2 watatu tu miradi yote ya wilaya hii. Ndio maana miradi inafanya nini? Inachelewa. Sasa wewe nitakukabidhi kwa mtu ambaye anahusika na mambo ya utumishi, ambaye ni katibu tawala wa mkoa. Ataendelea na wewe kwa namna anavyoona inafaa. Tumeelewana bwana?